Katika ibada ya mazishi ya Askofu Oscar Mnung'a, Askofu Mkuu Kanisa Anglikana Tanzania na Diocese ya Tanga ametaka Watanzania kudumisha amani na upendo kwa kufanya maombi bila kuchoka. Akizungumza na Upendo TV baada ya ibada ya mazishi, Askofu Mkuu Kanisa Anglikana Tanzania Diocese ya Tanga, Dr. Maimbo William Fabian Mndolwa, amesema bila amani hakuna jambo lolote litakalofanyika. Amani siku zote ndio inayofanya mambo mengine yawezekane. Ibada haziwezekani kusipokuwepo na amani. Shughuli za kilimo, ufugaji, uvuvi na shughuli zote za kiuchumi haziwezekani kusipokuwepo na amani. Tumeshuhudia machafuko yalipotokea hapa na milango ya biashara, milango ya usafiri ilipofungwa, karibu kila kitu kilisinzia. Kwa maneno mengine, amani ni mwanzo wa yote. Na ndio maana hata katika kufufuka kwake Kristo anaanza na amani yangu na wapeni, amani ikae nanyi, ili kuhakikisha kwamba mambo mengine yote yanakwenda. Baba Askofu amelala, amekuwa akipigania sana jambo hili. Sisi tuliobaki tutaendelea kulipigania, kuendelea kuitetea nchi yetu, kuendelea kuitetea imani ya Kristo na imani zingine, huku tukisisitiza kwamba ili mambo haya yafanyike lazima tutulie katika amani. Lakini ili amani iwepo, amani ni mazao ya tunda la haki. Kwa yale ambayo yanafanyika kinyume na taratibu, tutaendelea kusema, tutaendelea kusemezana, tutaendelea kushauriana. Tutaendelea pia kushauri vijana wetu pale ambapo kuna mambo mnaona hayaendi vema. Tupo wazee, tuiteni, tuseme, ili mkitutuma twende tuyapeleke kule ambako mnaona kama ujumbe wenu haujafika. Siku zote mnaposhauriana ndipo mambo yanapowezekana. Pale ambapo hakuna mashauriano, hata hiyo haki kupatikana inaweza ikawa ngumu. Wito wangu kwa kanisa, jambo la kwanza ni kuendelea kuomba. Ndio kazi kubwa tuliopewa. Jambo la pili ni kuendelea kuabudu. Na jambo la tatu, tusinyamaze pale tunapoona kuna jambo baya haliendi vizuri. Mungu ana watu wengi, na akiondoa mmoja analeta mwanajeshi mwingine. Tunaamini Oscar ametimiza kazi yake na Mungu amemtoa, kwa kuwa kazi aliyotaka Mungu aitimize ameitimiza. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Mheshimiwa Kanali Patrick Kenan Sawala na mkuu wa wilaya Newala Rajab Kundia ni miongoni mwa viongozi wa serikali walioshiriki kutoa salamu za pole kwa familia, ambapo wamesema kwa kweli tuhuzunisha kwa sababu ni kifo cha ghafla na tulipokea kwa mshtuko mkubwa sana. Baba Askofu Oscar muda wote anahubiri haki, muda wote anahubiri upendo, muda wote amekuwa ni mwalimu. Yeye ni baba yetu wa kiroho, lakini zaidi ni baba wa familia. Hivyo nichukue nafasi hii kuwasilisha kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wanamtwara wote salamu za pole sana kwa kanisa, salamu za pole sana kwa familia, salamu za pole sana kwa Diocese ya Newala, lakini kanisa la Anglican Tanzania na kwa kila mmoja ambaye ameguswa na msiba huu. Faraja pekee tulioipata ni kukumbuka kwamba Baba Askofu Oscar alikuwa ni amana ya Mwenyezi Mungu aliyeiweka kwa kanisa lake, aliyoiweka kwa Tanzania, aliyoiweka katika mkoa wetu na aliyeiweka katika wilaya yetu. Leo ameamua kuchukua amana yake. Tunachoweza kufanya ni kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wema na ukarimu wake wa kutuachia Baba Askofu kwa zaidi ya miaka 60. Leo anamchukua na sisi hatuna cha kufanya zaidi ya kumshukuru. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ampe makazi mema, apumzike kwa amani. Nao baadhi ya waumini na viongozi wa kanisa hilo, akiwepo waziri wa nchi ofisi ya Rais kazi maalum George Mkuchika, Jennifer Mkata na Yusufu Erike, wameeleza namna alivyoishi na askofu huyo kabla ya mauti. Sisi ni kondoo ambaye hatuna mchungaji. Ninaamini Baba Askofu ametoa tangazo hapa, atatupatia mchungaji walau wa muda. Baba Oscar alipenda maendeleo. Wakristo wenzangu, nataka nikuambieni tuna deni la kumaliza jengo hili. Mmeambiwa hapa hodari kwa kujenga majengo. Dar es Salaam kila alipowekwa, mijini, shamba tu, Mivomoni, kila alipokwenda kajengesha jengo. Mimi nilimfahamu Oscar Mnung'a toka mwaka 2009 ambapo alichaguliwa kuwa askofu wa kwanza katika Diocese ya Newala. Askofu Mnung'a namfahamu kama ni mpambanaji. Alituwezesha hata kuanzisha miradi ya kujenga vibanda kwa ajili ya wapangaji. Kwa hiyo tuliweza kujitegemea. Tuliweza hata kujifunza vitu vingine kutoka kwa maaskofu mbalimbali. Kwa mfano kutoka Diocese ya Masasi, kutoka Diocese zingine. Kwa hiyo walikuwa wanatueleza jinsi ya kujitegemea na kupambana tuweze kujikwamua wenyewe. Askofu Oscar Mnung'a ametuwezesha kuishi kwa umoja na kujitegemea, kwa sababu anavyoondoka ameacha kanisa kubwa la cathedral ambazo ni nguvu za waumini wenyewe, ni michango ya waumini. Wimbo wake siku zote ni watu wajitegemee.
tusitegemee wahisani kutoka nje, kila mmoja jione ni mfadhili ndani ya kanisa. Naam, ni katika ibada ya kumwaga askofu wa kanisa Anglikana mkoa wa Mtwara, Diocese ya Newala, na hapa ni maelfu ya Watanzania ambao wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kumwaga askofu wetu. Lakini pia hii ni safari yake ya mwisho. Kumekuwa na mkuu wa mkoa wa Mtwara Mheshimiwa Patrick Kenan Sawala, lakini pia DC kutoka hapa mkoa wa Mtwara, anamaanisha hapa wilaya Newala. Amezungumza mengi na kama ulivyoweza kuona, na hii ni safari yake ya mwisho. Nikiripoti kutoka hapa wilaya Newala mkoa wa Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.